Bila shaka natumaini umzima wa afya mtazamaji. Karibu katika makala fupi ya ziara ya Waziri wa Kilimo, Mheshimiwa Profesa Adolf Mkenda katika taasisi ya utafiti wa viuatilifu vya kudhibiti visumbufu katika ukanda wa kitropiki, yaani TPRI, ambayo kwa sasa inatambulika kama Mamlaka ya Afya ya Mimea na Viuatilifu, yaani TPHPA. Makala hii imeandaliwa na kitengo cha habari na mawasiliano TPRI, na msimuliaji wako ni mimi Tenson Paul Kiteule. Tafadhali ungana nami mwanzo mpaka mwisho. Lakini kabla ya kuanza rasmi simulizi ya makala hii, ningependa nikusalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Salamu hii ambayo mwanzilishi wake ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, imekuwa chachu ya utendaji kazi kwa maslahi mapana ya nchi. Siku ya tarehe 4 ya mwezi wa 9 mwaka 2021, majira ya saa 8 mchana, Waziri wa Kilimo Mheshimiwa Profesa Adolf Mkenda pamoja na mkuu wa wilaya ya Arumeru Mheshimiwa Mhandisi Richard Ruyango waliwasili katika ofisi za makao makuu ya taasisi ya TPRI na kupokelewa na kaimu mkurugenzi mkuu wa TPRI Dr. Ephraim Njau sambamba na management ya taasisi, na baadaye kuingia chumba cha mikutano kwa ajili ya kupata taarifa fupi na mwenendo wa taasisi. Kupitia fursa hiyo, kaimu mkurugenzi mkuu wa TPRI alimweleza haya. Katika kutekeleza majukumu haya ambayo tumepewa mengi, Mheshimiwa Waziri, katika mwaka kwa mfano wa fedha wa 2021 mpaka sasa hivi nini kimefanyika? Taasisi sasa katika kuhakikisha kwamba wakulima wanapata viuatilifu vilivyo bora na vilivyosajiliwa. Katika kutekeleza hilo, jumla ya kaguzi za biashara za viuatilifu ambazo ni kwenye maduka, tumefanya kaguzi 233 na tumefanya ukaguzi wa shehena kama hizo za sulfur zaidi ya 149. Pia tumetoa vibali vya wauza viuatilifu 681. Ili kudhibiti ubora wa viuatilifu tumefanya analysis. Tunapokuja sampuli hapa tunafanya analysis ili kwa ajili ya quality control. Kama vile ungeweza kusema kama mfano kama TBC au haya maji kabla ya kutumika, je, ni masafi? Tumefanya sampuli 403. Kati ya hizo kama 15 zilikutwa zina upungufu. Kwa hiyo hizo tunakataza zisiendelee kutumika. Taasisi pia tuna mpango mkakati mkubwa sana wa kuhakikisha tunafanya ithibati ya maabara zetu, accreditation. Kwa maana fupi ni kwamba ushapata accreditation, kile cheti utakachotoa kinakubalika dunia nzima mahali popote. Sasa tunapoenda kuingia kwenye biashara ya kilimo, tukianza kuuza mazao kama ya mboga, kusafirisha maua, kusafirisha avocado, lazima zifike hapa zipewe cheti cha uithibati kwamba ni safi, zinaondoka. Na tukishapata ithibati, ina maana mna mtu yote atakaye question. Katika mafanikio mengine ni kwamba tumepata mashine moja mpya inaitwa microwave atomic emission spectroscopy au kwa kifupi tunaita MPSC. Hii mashine tutaenda kuiona Mheshimiwa Waziri, nafikiri muda utatupa mkono sana. Ina uwezo wa kupima mbolea, maji na udongo. Tunaita environmental samples. Pia mafanikio mengine ni kwamba tumeweza kufanya bioefficacy trials, yani kujaribu viuatilifu shambani kuona kama vinafanya kazi inavyotakiwa. Na jumla ya majaribio 88 yamefanyika katika kipindi tajwa. TPRI pia tumetoa mafunzo sababu ili watu wawe na matumizi sahihi na salama ya viuatilifu, tunatoa mafunzo. Kwa hiyo tumetoa mafunzo kwa wadau wetu, maafisa ugani, maafisa kilimo, wakulima na uuzaji na MDC pia katika kila wilaya tulizoenda. Jumla ya wadau 306 tuliwafikia. Na Arumeru ikiwa moja wapo. Tulikuwa na tatizo kubwa sana la nyanya, kule tumefanya. Tumetoa pia mafunzo kwa wilaya zaidi ya 22 kuhusu matumizi sahihi ya mabomba. Na hasa kwenye zile kanda ambazo zinalima mazao ya kimkakati, kwenye pamba, kwenye korosho, kwenye kahawa, lakini kwenye mazao ya bustani. Pia tunawajibika ili kusafirisha vitu kama maua. Mkuu wa wilaya DC ya Arumeru kule kwako wanalima sana maua kwa maana ya kilimo. Tunapima
afya za wale wazalishaji. Kwa hiyo tumepima wafanyakazi zaidi ya 160. Is the requirement, Mheshimiwa Waziri, ili kupeleka maua hapo Uholanzi. Wanasema hatuwezi kupokea maua yanayocheka wakati wakulima wanaumwa. Kwa hiyo tunapima kwa kutumia kipimo kinaitwa pollinator test, kuangalia je, ana masalia kiwango gani cha viuatilifu. Fanikio lingine kubwa sana ile la kuua nzige. Tulithibiti nzige wa jangwani, nzige wekundu kwenye wilaya za Mwanga, Simanjiro, Longido, Ngorongoro, Monduli na Siaya. Na tuliwaua wale nzige. Mheshimiwa, nitakueleza huko chini pia kwamba ni jitihada gani za ziada imefanyika. Taasisi pia imehusika katika ile jukumu la phytosanitary. Tumekagua jumla ya mashamba 47 yanayolima maua na mazao ya aina hiyo. Ya kwenye maparachichi, kwenye mapassion, kwenye maua, kwenye avocado na mazao kama kuna hizo wanaita green beans, kuna baby corns, mashamba 47. Jumla ya sampuli pia 138 zilizoingizwa tulizichunguza kwa magonjwa, lakini kama 22 zilikutwa zina matatizo, na hivyo huwa wanasema under quarantine unazidi skadi. Kwa hiyo tunazirecommend negative. Tafiti mbalimbali za kudhibiti visumbufu za magonjwa mifugo na binadamu zinaendelea, hasa kwa upande wa soft ticks na upande wa sesi. Nasaidia sana wilaya za Simanjiro na mikoa ya Tabora na Singida, na wataalamu wako hapa wanaendelea na hizo tafiti. Taasisi pia imeendelea kufanya uchunguzi wa usugu wa kupe, kwa maana ukipiga caricide, Mheshimiwa Mkuu wa wilaya kule kwako wanafuga sana. Sasa ile majosho ukiogesha kama hupimi vizuri vile viuatilifu, baadaye unaogesha ng'ombe hawaponi, wanajenga usugu. Tafiti za kubaini mimea ni asili ya viuatilifu pia imeendelea, kwa ajili tunataka baadaye ikiwezekana tutengeneze viuatilifu vyetu mbadala. Mheshimiwa Waziri, pia kwenye kitengo cha National Herbarium tumeendelea kukusanya sampuli mbalimbali za mimea, kwa maana ya kutaka kujua kwamba ni mimea gani iko sehemu gani katika nchi. Hilo jukumu liko hapa TPRI. Tumetembelea misitu zaidi ya 15 katika kipindi hiki, na tumekusanya sampuli zaidi ya 25 kwenye mikoa ya Biharamulo, tumefika huko Ngorongoro, tumefika mikoa ya Nyanda za Juu Kusini, kulima ya Livingstone, na kule bwawa la Mwalimu Nyerere linakojengwa tulienda kufanya survey kujua kwamba baada ya kujenga bwawa mimea gani tulipoteza. Kwa hivyo tukachukua sampuli na kudocument. Taasisi pia imekusanya zaidi ya sampuli 610 za haya mazao ambayo hayalimwi kwa wingi, na zimehifadhiwa kwenye gene bank yetu ya taifa, na utaenda kuyaona. Lakini pamoja na hayo, Mheshimiwa Waziri, taasisi pia imehusika sana katika kucontrol magugu vamizi, hasa ili gugu karoti wanaita Parthenium hysterophorus, na limekuwa ni shida kidogo. Lakini hapa tumefanya utafiti na tunaendelea kufanya utafiti. Tumepata wadudu marafiki wanaokula haya majani aina ya bito wadogo. Na katika tafiti nyingine ambayo ilifanyika ikafanikiwa sana ni ya kucontrol ugonjwa wa tuta absoluta. Ni ugonjwa unaitwa kantangazi, unaharibu nyanya. Yaani ukiingia kwenye nyanya zako unapoteza kuanzia 80% mpaka 90%. Kwa hiyo tulishirikiana wataalamu wetu, yuko bwana mmoja anaitwa Maneno Chidege, ametengeneza mtego mrahisi tu, unatumia pheromones. Pheromone maana yake unakuwa na kiashiria, unaweka kule kwenye maji. Sasa yule mdudu anahisi kama kuna jike kule, kwa hiyo dume anaingia kule anakufa. Baada ya hapo, Waziri wa Kilimo Mheshimiwa Profesa Adolf Mkenda, Kaimu Mkurugenzi Mkuu wa TPRI Dr. Ephraim Njau, Mkuu wa Wilaya ya Arumeru Mheshimiwa Mhandisi Richard Ruyango na management ya taasisi ya TPRI walitembelea maabara za kisasa za taasisi, kuanzia mapokezi ya sampuli ya viuatilifu, uchambuzi wenyewe na utoaji wa majibu ya sampuli, ambapo alifurahishwa na namna taasisi ilivyojipanga kwa kununua mashine bora na watumishi wa maabara wenye weledi na uzoefu mkubwa wa kufanya uchambuzi wa viuatilifu. Ziara ya Waziri wa Kilimo Mheshimiwa Profesa Adolf Mkenda, Kaimu Mkurugenzi Mkuu wa TPRI Dr. Ephraim Njau,
Mkuu wa wilaya ya Arumeru, Mheshimiwa Mhandisi Richard Ruyango, na management ya taasisi ya TPRI iliendelea kwa kutembelea kituo cha taifa cha kuhifadhi vinasaba vya mimea, ambapo alifurahishwa na utendaji wa kituo hicho na kuitaka taasisi na kituo hicho kuendeleza shughuli hizo. Hapa anazungumza. Zile mbegu ambazo zimeshakuwa kwa muda mrefu, hata kama sio asili ya Tanzania, kama mahindi yaletwa na Wareno huku kwetu, lakini kuna mbegu zimekaa muda mrefu na zimeanza kuhimili hali yetu huku. Tusingependa tupoteze mbegu zile. Tusingependa tuanze kuwa tegemezi kwenye mbegu. Kwa hiyo nimefurahi sana, nimeona wanavihifadhi vizuri. Lakini tunahitaji kuwawezesha pale wanapohifadhi, bado padogo sana, na mbegu zinazotakiwa kuwekeza ni nyingi sana. Kwa sisi kama serikali lazima tuweke hela nyingi zaidi, na tusitegemee tu wafadhili kuja kusaidia kwenye mambo hayo. Kwa hiyo nimesema serikali sasa hivi nataka kuweka hela. Tumejenga barabara, tumeweza kwa ufanisi mkubwa. Sasa taasisi yetu ya utafiti haya lazima tuyatilie maanani, kwa maana hiyo ambayo tulikuwa tunatilia maanani ujenzi wa miundombinu kama barabara, ili tuweze kuhifadhi hizi mbegu. Hakuna hatari kubwa nchini kama tutakapoanza kuwa na kilimo kinachotegemea mbegu tu kutoka nje. Lazima tuwe na mbegu zetu na tuangalie zile za kwetu za asili. Kwenye mchele tuna mbegu za mpunga ambazo ni nzuri sana. Aina ya mchele unaweza kupata Tanzania, kama ukiweza kuwa na mbegu uniform katika eneo ukiotesha, hakuna mahali pengine popote duniani unaweza kupata mchele mzuri kama huu. Sasa kilimo chetu wakati mwingi kimekwenda kwa kuchanganya mbegu, tunakuwa na wasiwasi kwamba tunaanza kupoteza zile mbegu nzuri. Lakini nashukuru kwamba na wenyewe wanahifadhi hizo mbegu. Taasisi yetu ya TARI inafanya kazi ya kuhifadhi hizo mbegu, lakini nimezungumza na kampuni ya Wilma inakuja Tanzania ambayo inachakata sasa hivi mpunga pale Morogoro. Tutashirikiana nao vile vile pamoja na mambo mengine, kuanzisha mashamba darasa na kuwawezesha wakulima kulima mbegu zinazofanana katika maeneo fulani, alafu zile watakapovuna mpunga utanuliwa, utakobolewa, tuuze Afrika, tuuze Arabuni, tuuze mahali popote, hata kwa bei kubwa, ili mkulima aweze kunufaika. Kweli tulivyozunguka katika maeneo mengi, tumeona ni jinsi gani inavyoweza kufanya research, utafiti, lakini pia nimefarijika sana kuona kuna watendakazi ambao wana elimu ya kutosha. Kama tuna watu wa PhD 10 na kuendelea na wengine wako kwenye masomo, inaonekana taasisi imejiandaa kwa ajili ya kutoa huduma katika nchi yetu. Sisi kama wana Arumeru, katika mahitaji muhimu ambayo nimeyaona hapa ambayo yanaweza kusaidia wananchi wetu, ni pamoja na kufanya utafiti wa mazao yetu ya asili. Mazao ya asili yanapotea kwa sababu hatufanyi research ya kuenda kuyaretain katika position ile inayotakiwa tangu wakati ule. Ukiangalia kwa mfano, tulikuwa tunaangalia mpunga ambao unalimwa katika nchi yetu. Ni mpunga ambao tufanyie utafiti. Zamani kulikuwa na mpunga unatoka Mbeya kule. Ukiweka hata kwenye gari yote inasikia harufu ya mpunga kama umepikwa. Kwa hiyo vitu hivyo vinapotea kwa sababu hatufanyi research. Lakini kwa utafiti ambao nimeona hapa, kupitia kwenye maabara ambazo nimeziona, kupitia kwa wataalamu waliopo, research yetu inaweza kufanya mkoa wa Arusha ukaonekana ni kivutio pia cha watu kuja kujifunza. Sio kujifunza tu, hata product wanazozitoa hapa. Kwa hiyo tuna imani kwamba kwa kipindi hiki hata watu inawezekana wengine hawajui eneo hili kwamba lina manufaa sana. Kwa hiyo wapate nafasi ya kuja kutembelea. Maana tunazungumza utafiti wa utalii wa ndani. Hapa kuna utalii ambao nimeuona. Watu wanaweza kujifunza jinsi gani ya kudetect mbu wa malaria huko hapa. Utafiti ule unafanywa wa kudetect aina ya mbu ambao wana malaria, wengine wana malaria. Lakini pia elimu ambayo nimeiona hapa, nimefarijika sana kuona katika jinsi gani tunapata viatilifu ambavyo vinaingizwa nchini ambavyo havijasajiliwa, lakini hata vilivyosajiliwa bado havijafanywa utafiti na nchi yetu. Kwa maana hiyo tunatumia vitu ambavyo ni poison, ni sumu, aidha kwa mimea yetu na kadhalika na kadhalika. Lakini nimefarijika kwamba wanafanya utafiti wa mazao yetu ambayo ni ya asili. Kwa mfano ndizi, kuna mnyauko wa ndizi, kuna utafiti unafanyika. Lakini pia nimeona utafiti mwingine unafanyika upande wa kahawa, lakini na upande wa mazao yetu, maharage, mahindi na kadhalika. Kwa hiyo kimsingi mimi nimefarijika kwa ziara hii ya Mheshimiwa Waziri, lakini niendelee kupongeza pia sisi watumishi tunaotekeleza wajibu huu kwa niaba ya Wizara yetu ya Kilimo. Na hii tutoe matangazo kwa watu kujua taasisi hii inafanya nini. Na nilishauri hivyo, kusudi matangazo haya yataifanya hata watu wengine kwa kujifunza hapa. Na mwisho wa kujifunza tunapata elimu pia, lakini tunaendeleza na eneo letu la halmashauri ya wetu ya Arumeru. Nimejifunza hata msitu huu ambao umepandwa. Watu wanalalamika vyanzo vya maji vinapotea kwa sababu ya ukataji miti, lakini hatupandi. Ukiangalia unaweza kufikiri ni msitu wa asili, lakini kumbe umepandwa. Kwa hiyo hii ni mojawapo ya elimu pia kujifunza, kuwafanya wananchi wetu wapande miti, lakini mwisho wa siku taasisi hii iweze kuwa rafiki katika jamii yetu inayotuzunguka.
sisi TPRI ina kituo kikubwa sana cha gene ya mbegu ya mimea ya asili. Katika kituo hiki cha kwetu, katika Gene Bank, tunatunza mbegu za asili za mimea au mazao yale ambayo hayalimwi kwa wingi sana sasa hivi, lakini pia yale ambayo yako kwenye hatari ya kutoweka. Tutakumbuka miaka ya nyuma tulikuwa na mpunga mzuri ambao mchele wake ukipikwa unasikika hata mpaka kwa majirani. Lakini sasa kutokana na wimbi la kwanza kuwa na breeds mpya, mbegu kama hizi zinapotea. Pia ametoa msisitizo mkubwa sana katika utunzaji wa mbegu za mahindi, hasa mahindi yale ya asili, kwa sababu na yenyewe yako kwenye hatari, yanaweza yakatoweka. Lakini swala lingine alilosisitiza sana waziri na katika ziara hii ni swala zima la utafiti, kwamba utafiti utakuwa ni kama hub, na tunamshukuru sana kwamba ametuhakikishia kwamba tutaongezewa bajeti ya utafiti, lakini pia na vyombo. Kwenye upande wa maabara tumekubaliana na kwa msisitizo kwamba tutaongezewa mashine za kisasa katika bajeti yetu ya maendeleo, ili tuweze kuwa na mashine nzuri za kisasa zaidi na zitakazoweza kufanya kazi kwa haraka, ili matokeo yapelekwe kwa wakulima. Kwa zile tafiti ambazo already zina matokeo, ni juu yetu sasa kuzitangaza ili ziwafikie wadau, ili wakaweze kujua kwamba umuhimu wa kuwepo na hizi taasisi. Ziara ya waziri wa kilimo Mheshimiwa Profesa Adolf Mkenda pamoja na mkuu wa wilaya ya Arumeru Mheshimiwa Mhandisi Richard Ruyango ilitamatika majira ya saa 11 kwa kukutana na wafanyakazi na kupongeza kazi mbalimbali zilizofanywa na taasisi ya TPRI kwa umahiri mkubwa kama mapambano ya nzige na nyinginezo nyingi, na alikuwa na haya ya kusema. Utafiti tuliuainisha kama ni kipaumbele cha kimkakati namba 1. Taasisi yenu asilimia kubwa, the central focus yenu ni research. Kwa hiyo nimetembelea, nimeona mambo mazuri mnayofanya, hasa kuhifadhi vinasaba vya mimea hasa yetu ya asili na mbegu za asili. Nimeona mnavyohifadhi, kutuhakikishia kwamba urithi huu utaendelea. Mahindi asili yake sio kwetu, yaliletwa na Mrende, lakini kuna mbegu ishakaa sana huku kwetu, imehimili, imekuwa reproduced, imehimili. Kazi yetu ni kuendelea kuiangalia namna kuifanya iwe na tija kubwa zaidi. Hatutaki tupoteze mpunga, nao si asili yetu. Lakini sasa tunaona mpunga kwetu ni mzuri na piganio. Na wakala wale wanasema, naam, tunakumbuka wakati wa kupigania uhuru, hakuna chakula tulipenda kama kula wali Tanzania. Lakini mbegu sasa zinaanza kuchanganyika, zinaanza kupotea. Tushaambia watu hatari waendelee kusort out, wakulima wakilima walime uniformity mbegu fulani, na sisi tufanye iwe prime. Nimekuta mnahifadhi vinasaba vya mbegu zote za mpunga machi. Nimesema ziko ngapi? Jumla ya hifadhi kuna 6,100, lakini kati ya hizo 600 ni za mpunga. 600 za mpunga farari. Kwa hilo ni zuri. Mnafanya mambo haya. Sasa ukweli ni kwamba pamoja na kazi nzuri mnayofanya, tunahitaji sisi tuwawezeshe zaidi. Na kwa sababu utafiti tumeweka ni kipaumbele cha kwanza kwenye bajeti ya wizara, wala tukuongezewa hela. Hela ni ile ile. Juzi, jana na leo bajeti ile ile. Hajabadilika, lakini na mimi nashukuru sana katibu mkuu na watumishi wengine wote pale wizarani. Kwa sababu tuliwaambia tunataka tuongeze hela kwenye utafiti, tumeongeza hela utafiti kwa 93%. Ina maana kuna sehemu nyingine watu wamekosa ili tulete utafiti. Na niwaambie kweli haitoshi. Bado kabisa. Ni kiduchu. Lakini Mheshimiwa Rais alipohutubia bunge tarehe 22 Aprili alitamka kwamba uwekezeni kwenye utafiti. Kwa sisi tunataka tutekeleze maelekezo ya mkuu wetu wa nchi. Tukasema hata kwa bajeti kwanza tuende. Na tunajua hazina watatuongezea hela tukijipanga kwanza kutumia hela zote tulizowekewa kwenye bajeti mwaka. Kufikia hapo sina la ziada. Kwa niaba ya waandaaji wa makala hii, kitengo cha habari na mawasiliano TPRI, ulikuwa nami msimuliaji wako Tenson Paul Kiteule. Hadi wakati mwingine.